the care, the love you show people. It is a seed that you plant in their mind, you plant in their heart, you plant in their presence, and you plant it in the future. Build the Bridge Fellowship. Help to prepare your life for eternal life with the Lord. We pray for you and your family. Please come and visit us. Lift up your faith, my brothers and sisters, and see the mighty power of God. The Lord is able to open the door where there seems to be no way. The Lord will come and intervene in your situation, and He will change it from an blink of an eye. Trust God, believe in Him, and see the mighty power of God in your life. Let me tell you, church, we walk by faith and not by sight. The problem you're facing today, it will go away tomorrow. Remember, tears coming during the night, but joy will come in the morning. Your morning is about to come. Your sunshine is about to shine. Just trust God and believe in Him. Don't give up. Stand firm. Come and join us and let us cross the bridge together. Amen. Say hallelujah. Say hallelujah. God is good. And all the time. Our God is so good. Amen. So let's just go straight into the Word of God. Hallelujah. And the Lord will bless all of us. Today we're going to talk about the perfection in one. Perfection in one. Leo tunaenda kuongea kwa ajili uzuri ndani ya umoja. Hallelujah. Amen. Perfection in one. Uzuri ndani ya umoja. When we talk about perfection, tukisema uzuri, we see something that is beyond good. Tunaona kitu kenye kiko mbali na uzuri. Hallelujah. Amen. You know, sometimes people feel good when things seem to be good around them. Unajua watu wengi wanajisikia uzuri lakini uzuri hauko pale. No, I mean, I said this, people can feel good. Watu wanaweza wakasikia uzuri when they see things looks good around them. Wakati wakiona vitu vizuri vinawazunguka. Amen. So many times people we try to see the goodness through the thing we can see with our physical eyes. Tunaweza tukaona vitu wala ya kupendeza kupitia vyenye tunaviona kwa macho. Hallelujah. But God want us to go beyond good. Lakini Bwana anapenda twende mbali ya vizuri. He want us to be into the perfection or perfectness of things. Anapenda tukue tuangalie vizuri mbali sana. For example, if I'm studying or I'm making something. Example, kama mimi niko nafanya kitu. He want me just not to make it good. Hapendi mimi tu nikifanye tu vizuri. But to make it to be perfect. Lakini nikifanye vizuri zaidi. You know, I can create a phone. Najua naweza nikaumba telefone. It can look good. Naweza kaonekana nzuri. But it's not perfect. Lakini haiko nzuri zaidi. I remember 2 years ago. Najua miaka 2 iliyopita. Samsung made I don't remember which mark was it. It was Samsung A something. Amen. It was looking it was a good phone. Yes, Samsung amesema ilikuwa ikionekana nzuri sana. But when you charge it, lakini wakati ukitia kumoto, it catch fire.
inaenda waka moto. Hallelujah. Ilikuwa Yeah, Samsung it has 7. even burned so many people. Ilirunguzaga watu wa mingi Samsung 7. Yeah, that was Samsung 7. Amen. It was looking good, Ilikuwa ikionekana but it nzuri was not perfect. lakini haikukuwa nzuri zaidi. And we saw what happened recently with Boeing. Boeing made an amazing airplane. Tumesikia vitu wenyewe yafanyika ku Boeing, waliweza kufanya kutengeneza vio ya mzuri. And they put all this awesome technology in that plane. Bametia teknolojia ya mzuri sana ndani. And they knew that there will never be another plane that will compete with that one. Wanaona kwamba hakuna avio ingine yenyewe itashinda kwa uzuri. It looked good, Inaonekana vizuri, but it was not perfect. lakini ilikuwa haistahili. Hallelujah. Amen. Few months later, they stop it to fly, and it's not flying even right now. I think it will start to fly in January again. Nyuma ya pale bakaisimamisha kwamba haitarudia hewani, saa ingine itarudia hewani mwezi wa kwanza. So they went to fix it from good to try to see if it will be perfect. Waliweza kuifixe mzuri waone kama inaweza kuwa vizuri zaidi. Hallelujah. And God wants us not just to be happy with the good. Mungu hafurahie sisi kuona tunafurahia vitu vizuri. No, I said this. God does not want us to feel good Mungu hapendi sisi kujisikia vizuri when we just see things good, looking good around us. wakati tunaona vitu vinaonekana vizuri vinatuzunguruka. But He wants us to go from good Lakini anapenda tuone tutoke ku vitu vizuri to go into perfection. twende ku vizuri zaidi. Why? Kwa nini? Because Himself Kwa kuwa yeye is a peke, perfect God. kwa kuwa yeye peke ni Mungu wa zaidi. Hallelujah. Amen. Amen. Himself is a perfect God. Yeye ni Mungu anaenea. Now I'm going to teaching just to see how God wants that perfection to work with mankind. Leo tunaenda kujifundisha kuona yenye Mungu anaona hiyo uzuri ndani ya watu wake. Hallelujah. Let's turn into the book of Deuteronomy first. Tuende kitabu ya Kumbukumbu, Chapter 6. Kumbukumbu 6, Verse 4 and 6. Sorry, 4 to 6. If you're there, say amen. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake wa 4 mpaka wa 6. Hallelujah. Amen. So let us read in Jesus' name. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Nao mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu yako yote. And these words which I command you today shall be in your heart. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Amen. Amen. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we bless your name. Thank you for this word, Lord. Thank you for the revelation that the Holy Spirit, Lord, has given us, God, that we may stand firm and learn new things, God, in this situation, that we may be prepared for what you're about to do. In Jesus' mighty name, let the saints say, Amen. Amen. Now, we just read and hear what the Bible says. Tumesoma na tumesikia kinye Biblia inatuambia. It said in verse 4 that, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Angalia kwa mstari wa 4 anasema kwamba Mungu wetu iko mmoja. What is amazing in that particular verse Chenye kiko kizuri sana ndani ya hiyo is the repetition that they repeat again. ni rudilia. Hear, O Israel, the Lord God, Hapa Israeli, Mungu wetu, the Lord is one. Mungu ni mmoja. Why to insist? Kwa nini anainsiste? Why that verse insisted? Kwa nini hiyo verse insiste? At this period of time, Kwa hii wakati children of Israel were just coming out of
Egypt. Watoto wa Israeli walikuwa wakitoka ndani ya nchi ya Egypt. They saw everything that God has done for them. Wakiviona vyote Mungu aliyovifanya kwa maisha yao. And at this particular moment, Na kwa hiyo wakati they were still in the wilderness walikuwa wakikuwa ndani ya jangwa with a fresh memory kwa memory yao ilikuwa ingali ya mpya, to remember everything that the Lord has done. kumbuka kile chochote Bwana aliyowafanyizia. They are still in chapter 6 of the book of Deuteronomy. Hapo mu chapter ya 6 hapo mu Deuteronomy. It was still as soon as they just crossed the Red Sea. Ilikuwa ingari ya mpya wakikuvuka bahari nyekundu. But something we need to learn is this. Kenye tunapaswa kujifundisha hapa, People believe in many gods. watu walikuwa wakiaminia miungu za mingi. And the children of Israel, Watoto wa Israeli with all the ancient religions, kwa ajili ya hizo madini za they zamani also believe in many gods. walikuwa wakiamini mungu za mingi. And when the children of Israel was in Egypt, Wakati wao watoto wa Mungu walikuwa ndani ya Egypt, they believed many gods because they practiced the gods of Egyptians. walikuwa wakiamini miungu mingi kupitia nchi walikuwa ndani. Because in Egypt they did not know about the true one God. Kwa kuwa huko mu Egypt walikuwa hawajui Mungu wa ukweli. Hallelujah. They didn't know him. They knew other gods. Walikuwa wakijua Mungu wengine. Now, it's like in our society today, Iko sawa mwa hii society yetu. people also today, Watu leo as I'm speaking, vile niko nasema, they believe so many things. nabo banaamini vitu vya mingi. Because even Christ himself said, Hata Bwana mwenyewe alisema, and many will come with my name. wengi watakuja mjina langu. Even some will carry the Bible, Hata wengi watakuwa wanajitusha Biblia, but they are not serving God. lakini hatakuwa wanamtumikia Mungu. If they are not serving God, Kama hawamtumikie Mungu, who do they serve? wanamtumikia nani? Another God, Mungu mwingine, but using the Bible. na wanatumikisha And there Biblia. are some, Na kuna wengine they say they don't believe anything written in this book. wanasema kwamba hawaminie hata neno hata kidogo yenye inaandikiwa mwa hii kitabu. If they don't believe anything, Kama hawaminie kitu they believe chochote, something else. wanaaminia kitu kingine. Because every human being Mwanadamu must have some kind of faith. anapasha kuwa na uaminifu ingine, And he has to believe something. anapasha kuamini kitu kingine. Hallelujah. Amen. Every year in December, Kila mwaka mwezi wa 12 you will see things start to change around us. utaona vitu vinaanza kubadilika kando kando yetu. People will paint things Watu watatia marangi za tofauti showing what their belief and what they worship. kuonesha chenye wanaamini na chenye wanaabudu. Amen. Amen. And then sometime Na mara mingi you will see the same people utaona wale watu painting scary things, nao wanatia marangi ya vitu vya kuogopesha. and then when it reach before December 25th, Vikikuwa mbele ya Desembre 25, they change the painting and then they paint something again about Christmas and so on and so on. batavivuta bataanza kutia marangi ya vitu vingine vya kuonesha vya Christmas. And then you can wonder, who are these people worshiping? Utajiuliza aba watu banabudu nani? Say amen. Sema amen. I'm going to give you another example. Nenda kupatia mfano mwingine. Have you ever questioned yourself, Ulishaga jiuliza we peke, why every street, kwa nini kila barabara, they don't call it Aganze Street because Aganze is still alive, kwa nini hawaite Aganze kwa kuwa Aganze angali mzima? but they have to call it a name of a dead person? Banapasha kuita mtu mwenye aliyekufa. Have you ever wondered? Ulishaga jiuliza hiyo? There are many people, great people are doing things, Kuna watu wengi wako wanafanya vitu and the good things, na vitu vya mzuri. we can reward them and they put the name under, a road under their names. They still alive so that they can walk there and say, this is the road under my name. Tunaweza tukatia kwa neno ya mtu mwenye angali mzima na alifanya vitu vizuri. Why wait until they die? Kwa nini tungoje paka akufe? There is a secret. Kuna siri pa. If you want to reward somebody, Kama unataka kufurahisha mtu,
Do it while he's still alive. Mupatie hayo wakati angali mzima. If you do it when he's gone, Wakati unampatia na alisha you kufa. don't give him, because when he's gone, if you do the good thing, Wakati unaifanya wakati alishapita, there is something that people they don't see. kuna kitu chenye kiko pale watu hawaone. Hallelujah. Amen. And then if we can see the example of the children of Israel, Kama tukiona mfano wa watoto wa Israeli, when they came out of Egypt, wakati walitoka mu Egypt, they came with that mentality walikuja na hizo mentality of the thing that they used to practice in Egypt. ya vitu wenyewe walikuwa wakifanya huko They Egypt. crossed the Red Sea, Walivuka bahari nyekundu, and the Red Sea is a symbol of their baptism. na bahari nyekundu ni sembore ya ubatizo yao. So they were baptized in that Red Sea. Waliweza kubatiziwa mwa hiyo bahari nyekundu. In another word, they were cleansed in that Red Sea. Moja ingine walitakasikia ndani ya hiyo bahari. Hallelujah. And everything that was attached to them was detached in that Red Na Sea. kila chochote kilikuwa kiko atashe kwao kiliweza kuanguka ndani ya hiyo bahari nyekundu. Amen. But when they crossed the Red Sea, Wakati walivuka hiyo bahari nyekundu, they didn't seek God to be delivered now in their mind. hawakuweza kumpokea Mungu mu mawazo yao. The same thing is happening to the church today. Na njoo vyenyeko vinafanyika kwa siku ya leo. When we came out of the world, Wakati tunatoka kidunia, we believe in Christ. tunaamini Yesu. And then we start to follow Na Christ. tutaanza kumfuata We Bwana. go through baptism. Tunawatiziwa. We remove all things that was attached to us. Tutatosha yote mizigo tulikuwa We nayo. start a new journey. Tutaanza safari mpya. But the problem is, Lakini shida ni hii. nobody Hakuna or only few people watu kidogo tu will start to seek for their deliverance. wataanza kutafutisha kufunguliwa. Hallelujah. And when you are not delivered, Na wakipata when you are not delivered, wakati hawapati hiyo deliverance, there is the enemy still have access into your mind. Ibilisi angari na uwezo mawazo yako. He can track you and follow you through your mind. Anaweza akakufata kupitia mawazo yako. You know that Christian, they don't sin in the real actions. Unajua Wakristo hawafanye zambi kupitia zambi za kuonekana na macho. But many sin that they do is start in their mind. Lakini zambi wanazifanya zinaanziaga mu mawazo. Taking wrong decisions. Kukamata decisions za mbaya. Following wrong habits. Kufuatana na tabia zingine za mbaya. Develop something wrong, it starts in your mind. Jenga vitu mbaya vinaanzia mawazo. Hallelujah. Amina. And this thing happened with the children of Israel. Na hivi vilianzia kwa watoto wa Israeli. And God said, na Bwana kasema, I won't be silent. Sintanyamanza. Let me speak to them. Acha niongee nao. Let me reveal myself to them. Acha nishifungue kwao. That they may know me. Ili waweze kunijua. And then he insisted and said, Akainsista kasema, the Lord God, Bwana, the Lord is one. Bwana ni umoja. He cannot be mixed up. Hawezi akachangiwa. And now the question is, Na kujiuliza ni hivi, at this time, wakati huyo the children of Israel, watoto wa Israeli, they didn't know anything about the Holy Spirit. hawakuwa wanajua chochote cha Roho Mtakatifu. They didn't know anything about Jesus. Hawakuwa wanajua mambo ya Yesu. If it was this day, Ama ingelikuwa wakati we huyu, could say, yeah, maybe God wanted to make us clear because people can be confused. tungesema saa ingine Mungu alikuwa anapenda kuvifanya clear juu watu wasikuwe basichanganyikiwe. Because when we talk about the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, sometimes people, they don't get it. Ukisema kwa huyo utatu utakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, watu hawaelewi. But at this time, Lakini kwa wakati huyu, the children of Israel, watoto wa Israeli, they didn't know anything about the Holy Spirit and anything about Jesus. hawakuweza kujua chochote kinafuatana na Yesu Kristo wala na Roho Mtakatifu. But God has to instruct them that God is one. Lakini Mungu alipasha kuwaambia kwamba yeye ni umoja. Now, I'm about to focus just on that word,
one. Nataka nifatane na hiyo neno moja. Amen. Amen. Why did God say I am one? Kwa nini Mungu alisema niko mmoja? Say I'm about to learn. Sema ninakaribia kujifunza. Hallelujah. Amen. Let me touch first verse 5 and 6 where you say you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen. Amen. So God is love. Bwana ni upendo. He works in love. Anatembea ndani ya upendo. He do things with love. Anafanya vitu ndani ya upendo. And through his love, na upendo wake, he makes himself one. Anajifanya umoja. He makes himself one. Alijifanya umoja. Now the question is, one with what? Sasa ni kujiuliza umoja na nini? Oh, with one with who? Umoja na nani? Amen. Amen. Now, we are to love God, the only God, or the one God. Tumupende Mungu ni Mungu mmoja. Ndani ya umoja. As we think about his commandment, na vile tuko tunayawazia commandment zake, we teach our children his commandment. Nafundisha watoto wetu commandment za Mungu. And we should be example to our children and our community. Na tunapasha kuwa mfano kwa watoto wetu na kwa community. To all people around us. Kwa watu wenyewe wanatuzunguka. They must know our one God. Tunapasha kujua Mungu wetu through us. Kupitia sisi. Amen. Amen. People must know our one God. Watu wanapasha kujua Mungu wetu mmoja through us. Kupitia sisi. Hallelujah. Amen. Because he's one true God. Kwa kuwa ni Mungu wa ukweli. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. He is a God of the all earth. Ni Mungu wa dunia yote. He is the creator of everything. Ni Mungu aliyeumba vitu vyote. And everything was created under his power and his authority. Na vitu vyote viliumbiwa kwa nguvu zake na authority wake. And everything was created in him. Na vitu vyote viliumbiwa ndani mwake. Hallelujah. Now let's think a little bit about the one. Acha tuingie ndani ya umoja. Tuingie huko. Hallelujah. First of all, we know that God is a supreme God. Yenyewe tunajua kwamba Mungu iko supreme. Amen. Amen. And we should live na tunapaswa kuishi each day kila siku by his guidance. Kwa ajili ya ulinzi wake. Amen. Amen. And once we do that, wakati tunaifanya, following his instruction, tunapatana na instruction zake, being in his commandment, tunaishi mu commandment zake, it's going to bring us close to his oneness. Itatuleta karibu yake. Maybe we let us talk a little bit about his oneness. Acha tuongee kwa ajili ya hiyo umoja. He said that he's one. Alisema yeye ni umoja. And if you refer to Genesis, kama ukifatana na Mwanzo, he said let us create. Alisema acha tumuumbe. Amen. The word let us seem to be in plural. Kusema acha sisi inaonekana ni ndani ya wingi. Hallelujah. It's in plural. Let us create. Acha tujenge, create. He associates somebody alitia kwa watu wengine in the work of creation. Kwa hiyo kazi ya kuumba. But here I say he's one. Na hapa anasema yeye ni umoja. He did everything as one. Alifanya kama vile umoja. And if you search the Bible, kama ukiendelea unatafutisha Biblia, even John hata Yohana also said this, alisema hivi, that our God also is one. Alisema kwamba Mungu wetu ni umoja. He mentioned that God aliweza kuongea kwa and his plan na plani zake together pamoja with his people na watu wake are one. Ni umoja. Amen. Amen. So God with his people, Bwana na watu wake are one. Ni umoja. God with things that he created, Bwana na vitu alivyoviumba are one. Ni mmoja. So when you want to walk with God, kama unapenda kutembea na Mungu, God does not want to see any separation. Mungu hapendi kuona uachanisho. He wants to see things coming together. Anataka aone vitu vyote ndani ya umoja. He wants people to operate in oneness.
penda watu nao watembee ndani ya umoja. Because himself and his creation are one. Kwa kuwa yeye na viumbe vyake ni umoja. You may say, Pastor, what are you talking about? Naweza kujiuliza kusema unasema nini? Let me say this. Hata niseme hivi. Jesus said, Yesu akasema, I will live in you, nitaishi ndani mwenu and you shall live in me. na nyinyi mtaishi ndani mwangu. I will send my spirit, Nitawatumia roho wangu, and the spirit na roho huyo will live in you. ataishi ndani mwenu. In another word, Na njia nyingine, your bodies mwili yenu will be the temple of the Holy Spirit, itakuwa temple ya Roho Mtakatifu. and it will be the temple of Jesus Na Christ. itakuwa temple ya Yesu Kristo. And if Jesus is in me, Kama Yesu Kristo yuko ndani mwangu and the Holy Spirit is in me, na Roho Mtakatifu yuko ndani mwangu, me and Jesus and the Holy Spirit in me, mie na Yesu na Roho Mtakatifu mmoja ndani yangu, how many are we? tuko wangapi? We are one. Tuko umoja. Amen. Amen. Let me repeat it again. Acha nirudilie. Because he said this, Kwa kuwa alisema hivi, I will live in you, nitaishi ndani mwako and you will live in me. na wewe utaishi ndani mwangu. And I'm going to the Father, Na nimeenda kwa Bwana, and I won't leave you as an orphan. siwezi nikawaacha wayatima. I'll send you an helper, Nitawatumia msaidizi, which is the Holy Spirit, huyo ni Roho Mtakatifu, and he will live in you. na ataishi ndani mwenu. He went, Alienda and he did as he na said. akafanya jinsi aliyosema. Now Jesus is in me. Yesu Kristo yuko ndani mwangu. The Holy Spirit is in me. Roho Mtakatifu yuko ndani mwangu. When you look at me, Wakati unaniangalia, how many people do you see? unaona watu wangapi? Oh, me and Jesus and the Holy Spirit, how many are we? Mimi, Roho Mtakatifu na Yesu Kristo tuko wangapi? If you want to do the math according to human being, Kama ukifanya matematika kama vile mwanadamu, you will see us 3. utasema ni watatu. But if you do God's mathematics, Lakini ukifanya matematika ya Mungu, we are one. utaona mtu mmoja. Because you can't separate us. Kwa kuwa huwezi ukatuachanisha. Anything that is one, Chochote kiko ndani ya umoja, anything that is one, chochote ni kimoja, cannot be separated. huwezi ukakiachanisha. You can break it, Unaweza ukakimenya, you can destroy it, unaweza ukakivunja, but you can't separate it. lakini hauwezi ukakisepare. Amen? You can't separate it. Hauwezi ukakiachanisha. So when God says, I am one, Wakati Mungu anasema niko umoja, he meant iko inasema I can't be separated. siwezi kuachanishwa. In another word, I can't be separate with my creation. Njia nyingine, siwezi nikaachanishwa na viumbe vyangu. I can't be separated with my people. Siwezi nikaachanishwa na watu wangu. Because we are one. Kwa kuwa tuko umoja. Let us create man in our own image. Acha tumuumbe mwanadamu mfano wetu. And in our own likeness. Na musura yetu. Because we are one. Kwa kuwa tuko umoja. And we can't be separated. Hatuwezi tukaachanishwa. And when you saw the children of Israel, wakati aliona watoto wa Israeli stuck with the mentality of Egypt, wanaanza kufuatana na mentality za huko Egypt, he said this mentality will separate them with me. Alisema hizi tabia zitatuachanisha. They were separated from me. Walikuwa wakiachana na mimi. I bring them back to me. Nikawarudisha kwangu. But there are things here. Lakini mawazo yao is not fixed. Haiko fixe. It's not perfect. Haiko tayari. Haiko nzuri. Yeah, it's not perfect. Haiko nzuri kabisa. But I want their mind to be perfect. Napenda mawazo yao yakuwe vizuri zaidi. So that we can be one again. Tuweze kuwa ndani ya umoja tena. That's the reason we say the perfection in one. Ndio maana tunasema uzuri ndani ya umoja. We can't be in one with God. Hautuwezi kuwa ndani ya umoja na Mungu when we don't live in the perfection of God. Wakati hatuishi ndani ya uzuri wa Mungu. To be good is not enough. Kuwa uzuri haiko vizuri zaidi. God can't be pleased when everything is just good. Bwana hawezi akapendezwa na wakati vitu ni vizuri tu. He will be more pleased when he sees things in the perfection. Atafurahishwa na kuona vitu vimetengamara kabisa. In John 11 verse 52, Yohana 11 mstari wake wa 52, the Bible declares, says, Biblia inasema,
And not for the nation only, si kwa taifa yenyewe peke yake, but also that he would gather together lakini atawatia ndani pamoja, in one, ndani ya umoja, the children of God watoto ya Mungu who were scattered abroad. wenye walikuwa wakisambarania huko na huko. Amen. You see here now God is starting to talk about individually. Tunaanza kuona jinsi Mungu anaanza kusema ndani ya individu. He said not only the nation, si taifa tu peke yake, but his people. lakini watu wake. He wants to bring them in one. Anataka kuwaleta ndani ya umoja. Hallelujah. Amen. Why his people bring them in one? Kwa nini watu wake kuwaleta ndani ya umoja? And if we study this verse again, Wakati tunajifunza hii verse we will see again another repetition here. taona jinsi aliweza kuvirudilia tena. Let me break it down. Acha nituangalie. Hallelujah. Saying, and not for the nation only, Si kwa taifa tu peke yake, but also that he would gather together. lakini kwa wale wenyewe watakusanyika pamoja. Hallelujah. Again he had in one. Lakini akasema ndani ya umoja. Do you know that people can be gathered together, Unajua kwamba watu wanaweza kuwa wakiungana pamoja, but they are not in one? lakini haviko ndani ya umoja. Do you know that the church today are gathered together, but people are not in one? Unajua kwamba kanisa inakusanyikaka ndani kwa umoja, lakini haiko ndani ya umoja. And for that reason we have different opinions. Lakini sasa kwa hiyo tuko na tofauti ya opinion. Amen. We have different belief, Tuko tofauti ya uaminifu, different theology, difera ya theology. and that's the reason why we have this congregation. They call themselves the Baptist, born again, whatever name them. Ndio maana tuko na hii makongregasio wa born again, wa Presbyterian. Amen. It's not bad. Si vibaya. We can have all those denominations Tunaweza tukakuwa na hizo domination and you can still work together na tuungari tunatumika pamoja in oneness of God. Umoja wa Mungu. But the problem is Lakini shida ni hii. we are far separated. Tumeachanishwa. A Baptist church cannot invite a born again pastor to go and preach there. Wabatiste hawezi wakaitisha wapasteri wenye wa born again kwenda kuhubiri. And the born again pastor, they cannot call a Presbyterian church pastor to come and preach to them. Na wa born again nao hawezi wakaitisha wa Presbyterian kwa kuhubiri. We are pointing each other fingers. Tuko tunashotana vidole. Now the question, which kingdom are we building? Sasa tunajiuliza, hivi ni ufalme gani tuko tunajenga? God says he wants us to be united, to be one. Bwana anasema tukue ndani ya ini na tukue umoja. We can look good in our churches. Tunaweza kuwa tunaonekana vizuri ndani ya makanisa zetu. We can look good in our communities. Tunaweza tukaonekana vizuri community. But when God is looking at us, lakini Bwana akiangalia ndani mwetu, he said if you people can come together, anasema kwamba watu mkikuwa ndani ya umoja, you will reach the perfections, unaweza kufika mkiwango ya juu, and then we can be one together ili again. tuweze tukua ndani ya umoja tena. Say amen. Sema amen. Say amen. Sema amen. So God wants a perfect church. Bwana anapenda kanisa iko perfect. God wants a perfect Christian. Bwana anapenda watu wake wakuwe perfect. God wants a perfect family. Mungu anapenda familia yenye iko perfect. He wants a perfect community, Anapenda community iko perfect, that we may walk with him. ili tuweze kutembea pamoja na yeye. Hallelujah. Amen. You may question this. Naweza kujiuliza, Why are we filled with the Holy Spirit? kwa nini tunajazwa Roho Mtakatifu? Why are Jesus in our temple, this body, Kwa nini Yesu Kristo ndani ya hii mwili yetu but we kabisa, don't stand together? na hatusimame pamoja? Is the Holy Spirit come to separate people? Roho Mtakatifu alikuwa kuachanisha watu? Is Jesus came to separate people? Yesu Kristo alikuwa kuachanisha watu? The answer is no. Ajibu ni hapana. All those he brought to himself, Hivyo vyote alivileta kwa ajili he yake. said in the word before he went to heaven, Alisema neno mbele aende mbinguni. when he was praying for his disciples and for the people, Wakati alikuwa akiombea wa mitume wake, he said, Father, alisema, Bwana,
all that you gave to me, yote ulionipatia I protect them niliwachunga and I'll bring them to you. na nawareta kwako. Hallelujah. Amen. See, all Wote except yeah. the one that was for the destruction, and he was talking about you, that Iscariot. Akasema asipokuwa tu ule mwenye aliyejitosha munombre. Hallelujah. Akasema ku Yuda Iskarioti. Now the question is, Na tujiulize hivi, what can we do now? tunaweza tukafanya nini sahihi? Walk in love. Tembea ndani ya upendo. Start to open our mind and our heart. Tuanze kufungua mawazo yetu na mioyo yetu. And start to seek for perfection. Tuanze kutafutisha uzuri wa zaidi. Hallelujah. Amen. To seek for perfection Tutafute uzuri wa zaidi so that we can please God. ili tuweze kumpendeza Mungu. There is a way we need to stand. Kuna njia tunaweza tukasimama. There is a way we need to do things. Kuna njia yenyewe tunaweza tukafanya vitu. Because when God insisted that I am one, Wakati Mungu aninsistia akasema kama yeye ni mmoja, he looked at his people and see something is wrong. akiangalia watu wake anaona kitu hakiendeki. There is no way I can operate with these people in this kavuyo. Siwezi nikaopera ndani ya watu wenyewe wanatembea ndani. I cannot operate in these chaotic things. Siwezi nikatumikia ndani ya vitu sahihi. I want to do something amazing. Nataka nifanye kitu kizuri zaidi. Because Satan, the devil, Lucifer, Kwa kuwa huyu ibilisi shetani and all his people, na watu wake, his agents, au agent wake, they are working in one. wanatumika ndani ya umoja. They agree in one thing. Wanaaminia kitu kimoja. Amen. Amen. See what is happening around. Angalia venye vinafanyika See what's going to happen in few months to come. Angalia venye vitaenda kufanyika miezi ijayo. They will decide in one thing and their yes will gonna be yes. Wataongea kwa kitu kimoja wakisema yes na and their no will be no. Na no yao itakuwa no. And if they want to impose things to people, they will say yes to it and they will go for it. Kama wanapenda kuepozea kitu kwa watu watasema ndio na watu. Now the problem, what is the church planning to do? Sasa mimi nashuhudia kanisa hiyo inapangilia nini kufanya? Can you imagine if, for example, the Antichrist attacked the church today? Angalia kwamba Antichrist akiataka kanisa sasa hii. People will be easily scattered everywhere. Watu watasambarana very easily. Why? Kwa nini? Because we are lacking the oneness of God. Kwa kuwa tumepoteza umoja wa Mungu. And that oneness with God na huo umoja wa Mungu will come through the perfection that we bring and show to the people of this world. Utakuja kutokea ndani ya uzuri zaidi yenyewe tunapaswa kuonesha ulimwengu. This is not the time to talk about miracles, wonders, blessings and so on. Hii haiko wakati ya kusema kwa miujiza hivi na hivi. This is the time to look about what gonna happen next. Ni wakati wa kuangalia ni kitu kenye kiko kinakujia. And what should I do when those things happen? Ni kitu gani naweza nikafanya wakati vitu sasa hivi vinatokea? How prepared am I to resist the things that are coming? Nimejitayarisha namna gani ili niweze kuresist vitu sasa hivyo? I heard this thing. Niko nasikia hivi. And I have a video, but I won't say the name. Niko na video lakini siseme ni China. Somebody said Utarisema that this vaccination, hii vaccine, this is not politics. Hii haiko politiki. And I'm not talking about politics. Siko naongea kwa ajili ya politiki. I'm just teaching. Niko nafundisha. They said, wamesema, let me say it was just a suggestion. Saa ingine ilikuwa vile suggestion. Amen. That this vaccination hii vaccine should be inapashwa given first to the black people. Inapashwa kupatiwa watu wa noir. Amen. Amen. And in North America, hapa mu North America, it will also start with the minority, which are black people. Itaanzana na wa noir. And then elderly. Halafu na wazee. Now the question is, kujiuliza, why black? Kwa nini wa noir? Amen. Amen. Okay. If they say tomorrow, wakisema kesho, no longer a church be open, hakuna kanisa yenyewe itafunguliwa,
But all other business can run. lakini business zingine hizo zitatumika. A Christian ready to open or to raise up their voice and say, no, we need to pray to our God. Wakristo tuko tayari ya kusema tupandishe sauti tuseme no, tunapaswa kutumikia Mungu wetu. Or we're going to become like children of Israel in Egypt. Wala tunaenda kugeuka sawa vile watoto wa Israeli ndani ya Egypt. The Bible says, Biblia inasema when Moses went to Pharaoh wakati Moses alienda kwa Farao and said, God sent me to tell you to let God's people go. akamwambia kwamba Mungu ananituma wache watoto yake waende. And Pharaoh told him, I don't know that God. Farao akamwambia mimi simjue huyo Mungu. Because he knew other gods. Kwa kuwa anajua wa Mungu wengine. Moses was talking about this one God. Moses alikuwa akiongea kwa huyu Mungu mmoja. Pharaoh did not know that one God. Farao hakuwa anajua huyo Mungu mmoja. And the Bible says, Biblia inasema Pharaoh commanded Farao akakomande that the work may be increased for the children of Israel. kazi walikuwa wanazifanya ziongeze zaidi. And the products that they used to offer to them, that they may not give them anymore. Kazi zenye walikuwa wakiwapatia kuwasaidia wasiwapatie tena. But what happened? Chenye kilifanyika, These people that God want to save, hawa watu wenye Mungu alikuwa anataka kuokoa, these people that God has sent his servant to help them, hawa watu wenye Mungu alitumia mtu wake kwa kuwasaidia, instead of standing with the servant of God, wali yeye wasimame na mtumishi wa Mungu instead to support Moses and Aaron, ili waweze waendelee kumsupport Moses na Aaron. the Bible says this, Biblia inasema they hivi, came and they told God, Moses, walikuwa wakamwambia Moses, what did you want to do with us? huku unatutafutia kitu gani? Do you want us to die? Unataka sisi tukufe? Leave us alone in our slavery. Tuachilie ndani ya utumwa wetu. Look, now you're bringing calamity, you're bringing problem to us. Angalia jinsi unaleta mashida na matatizo. For them, they didn't see deliverance. Wao hawaweza kuona ufungulivu. For them, they didn't care about the oneness of God. Hao hawakuweza kuona kuangalia umoja wa Mungu. But they say, we are ready to continue to serve Pharaoh, Wanasema tuko tayari kuendelea kumservia but don't bring us in a situation. Usituletee hizo mambo zako. Don't you see that can happen if they attack the church now? Hawezi kaona kama vinaweza vikafanyika kwa wakati wanataka kanisa. People can deny one another very easily. Watu wanaweza wakakatarana very mambo ni kwa rahisi. Peter, who walked with Jesus, Pierre mwenye alitembea na Yesu, when that young girl came to him and say, you're with them too. wakati huyo fia alikuja kwake akamwambia na ulikuwa pamoja na wale. The Bible says he denied. Biblia inasema kwamba alikataraka. Even if Jesus warned him the same day, it was few hours. Hata Yesu alikuwa akimpatia warning, ilikuwa tu ni masaa kidogo. It was not even a day. Haikukuwa hata siku. It was not a month. Haikukuwa mwezi. What about us when sometimes they can teach us a subject 3 years ago? Inaweza ikakuwa namna gani kusiye kama tulijifundisha maneno miaka 3 iliyopita? It can be easily forgotten. Inaweza kuwa rahisi kwa kusahau. But for Peter it was still fresh. Lakini pia lilikuwa ingali mpya ndani mwake. He denied him. Alimkatara. And the Bible says he went again where there was fire. Biblia inasema kwamba alienda kuota moto pale. And then another man said, you look a Galilean because you are talking like them. Bwana akamwambia, na wewe unafanana na Galilaya kwa kuwa unaongea sawa vile hao. You know that people can recognize us very easily. Unajua watu wanaweza wakatutambua rahisi. But the bad and the wrong thing we can do, Lakini vizuri na vibaya, the bad and wrong thing we can do, vibaya venye tunaweza tukafanya is to deny who we are and whose we are. ni vya kukatara sisi wenyewe tuko wanane. Hallelujah. That's the worst thing we can do. Njoo kitu kibaya tunaweza tukafanya. And I'm telling you, this can happen. Naweza nikakwambia kama inaweza kupitikana. 7 to 8 years ago, Miaka 7-8 iliyopita, God told me to make a video. Mungu aliniambia nifanye video. And I made a collection of videos. Nikafanya collection za video. And I made a CD. Nikafanya CD. I sent that CD so many places, it went even to Africa. Nilituma hizo ma CD fasi mingi na kwa Afrika. And everybody who saw that, they say, wow. Kila mwenyewe anasema It was a collection of many couple of videos showing the rapture. Ilikuwa ikionyesha mavideo za mingi za kuonesha kunyakuliwa kwa kanisa. But in that there were a piece of video.
kuna kaparti kama ka video A man asked a pastor and the church secretary a lift to take him. Alikuwa aliomba lifti pastere na sekretari wake Wa kanisa, amen. wa kanisa, So they gave him lift. wakampatia lifti. And then as they were going and talking, Wakati biko wanatembea na biko wanaongea, pastor was talking with the secretary. pastere alikuwa akiongea na sekretari wa And then they turned kanisa. to that man Akarudilia huyo bwana, and said, "You're not talking. akamuuliza wewe hauko You naongea? can be part of the Na conversation." unaweza ukaingia mu conversation. And then the man changed their subject. Alafu bwana akakuwa sasa vile mwenyewe anabadilisha sujet And yao. akamuuliza, "Who are you?" Akamuuliza wewe uko nani? And then he said, "I am a pastor Akamwambia mimi niko pastor of one of the largest church in America." wa kanisa moja ya Muzakabambe mu Amerika. And then he asked the woman, Akamuuliza mwingine. "What about you?" Akamuuliza wewe "I sasa? am also the church secretary." Na mimi niko sekretari wa kanisa. And I said, "Oh, Akamwambia why don't you just say you are a pastor? kwa nini hauseme kwamba na uko pastor? Why did you add one of the largest church?" Kwa nini umeongeza hiyo neno ya Kabambe kanisa ya Kabambe? Don't you see that is pride? Hauone kwamba ni majivuno? And they start to argue. Anaanza sasa They start to change words. banaanza sasa kubadilisha maneno. He pulled the gun. Anatosha nani anatosha pistole. He said, "Stop the car. Anamwambia tia gari Stop the pale. car." Simamisha gari. He forced them to stop the car. Anawaforce kutoka ndani ya He gari. asked the pastor, "Get out." Anamwambia pastere toka nje. And he asked the lady, "If you move, I shoot you. Akamwambia huyo bibi aseme kama wewe unatingizika mimi You'll be the first one to die." nitakuua, wewe utakuwa wa He kwanza took kukufa. pastor in a little bush Anamchukua anamtia pembeni. and asked him, "Kneel down." Akamwambia wewe piga magoti. He said, "I'm just giving you one choice. Na kumwambia wewe nakupatia choice moja. Today you die or today you're going to live. Leo utakufa wala utaishi. And this will depend with your answer." Na ile itadependre na jibu yenye utanipatia. And he asked him, Akamuuliza, "Are you ready uko tayari to die for Christ?" kufa kwa ajili ya Yesu? Pastor, look at him. Pastor kamwangalia. He said again, "Are you ready to die for Christ?" Kamuuliza, uko tayari kukufa kwa ajili ya Kristo? He engaged the gun. Akaangaje bunduki. Pastor Sobas is dying. I'm dying. Pastor akasema And he said, "You don't know me? akamwambia haunijui And I hate you Christians na ninawachukia nyewe wa Kristo because you are haters. kwa kuwa na nyinyi mnatuchukia. And I want to destroy you." Ninataka niwamalize. Last chance. Chance ya mwisho. Are you ready to die for Christ? Uko tayari kukufia Yesu? Pastor Kagwa, Kaza kusema vile. I don't. Akasema no, siko tayari. That pastor. Huyo ni pastor. And then Halafu the man cried. bwana huyo mwenye bunduki akalia. He opened the trigger. Akafungua There was no bullet inside. bunduki, hakuna bullet ilikuwa ndani. And then he turned to the pastor. Akamurudilia pastere. He said, "If I was a sinner, Akamwambia kama ningelikuwa mfanya dhambi, you are not the one to preach to me. yuko wengi walipasha kunihubiri, And your church na kanisa yako is not the one to preach to us." haiko ya kwanza yaweza kutufundisha. Similar things are coming. Vitu sawa hivyo vinaweza kufanyika. And it won't be just a play or just a play as we did on that video. Haitakuwa vile mchezo vile mwa hiyo video wala vile tumefanya hapa. Hallelujah. But the Amen. real thing gonna happen. Lakini mambo ya kweli yanaenda kutokea. Now let me bring that question to all of us, including myself. Acha sasa nilete hiyo question sisi wote na mimi mwenyewe. Are we ready to die for Christ? Uko tayari kukufia Yesu Kristo? You can't die for him if you are not in the oneness of God. Hauwezi kukufia Yesu Kristo wakati hauko ndani ya umoja wake. You can't die for him if you are not in the perfection of his oneness. Hauwezi kukufia Yesu wakati hauko ndani ya perfection ya Yesu. Mark chapter 12. Marko 12. Mark chapter 12.
Let's read the verse 29 and then verse 32. Those two verses. If you're there, say amen. This is how my Bible says. I'm not sure if yours say the same thing. But if yours say the same thing, we shall pay attention to this. My Bible says this. Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, that the Lord our God, the Lord is one. Na mmojawapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye. 29. Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Amen. Amen. Jesus repeated what God told the children of Israel in the wilderness. Bwana alirudilia mambo Mungu aliambia watoto wa Israeli ndani ya Now at this time, wakati huyo, now the people know na watu wakajua about God the Father. wakajua Bwana, They knew about the Holy Spirit. wakajua Roho Mtakatifu, And Jesus has already introduced himself to them that I am a son of God. na yeye alikuwa akisha jintroduce kwao kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. But because Jesus see that there is a lack of oneness, Wakati aliona kwamba wanapoteza umoja, he said, I need to tell them. alisema napasha kuambia. And here he was not referred that oneness of God here is only God Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It's not that. Hakuwa anawambia kwamba umoja ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. But it was God the Father, lakini alikuwa Mungu Baba, God the Son, Mungu Mwana, God the Holy Spirit, Mungu Roho Mtakatifu, and God's people. na watu wa Mungu. All are one. Wote wiko ndani ya umoja. Because if you continue to read Ukiendelea kujifunza the gospel, habari njema, Jesus taught his disciples, Yesu alifundisha wa mitume, and they was praying to God, na walikuwa wakiomba Mungu, and he told God this in his prayer. Mungu maombi, I was one with you. kama vile nilikuwa umoja na nyie, They are one with me. mnakuwa umoja na mie. And if we are one with him, Kama tuko umoja ndani mwake, and he is one with God, na yeye ni umoja ndani ya Who are we? Mungu, tuko na banani, we are one with God. tuko umoja ndani ya But Bwana. the church is missing that revelation. Lakini kanisa inakosa hiyo ufunuo. I don't want to go to read the whole scriptures, Msipendi nisome yote maandiko yote, but you can search, you can read let me refer you where you can go. lakini acha nikuonyeshe kwenye naweza ukaendelea. Or you can seek for it. It's written in Matthew and it's written also in the book of John. Unaweza ukatafuta, unasoma Biblia. Amen. And the Lord will bless you. Na Bwana atakubariki. We are one with him. Tuko umoja ndani mwake. Now the problem is, shida ni if I can't get along with Aganze, kama siwezi na kukuwa na umoja na Aganze, I can't stand in love, in oneness with Diane, kama siwezi kuishi upendo na umoja na Diane, or with you, Pastor Betty. Mara Pastor Betty, You are the one I can see. wewe ndio mwenye naweza nikaona na macho. Jesus challenged the church Yesu aliweza kuchallenge kanisa and say, how can you love a God that you cannot see? Unaweza kumpenda je Mungu mwenye hauoni? If you want to love God that you cannot see, Kama unapenda kumpenda Mungu mwenye hauoni, start first to love one another. wewe uanze kwanza kupendana na In another one, pembeni yako. when you walk in the circle of love, Wakati unatembea ndani ya sirika ya upendo, you will be uniting yourself utakuwa wewe unajitia ndani ya umoja without even realizing, bila hata kujua, until you're going to find yourself in a solid oneness of God, wakati unaenda kujikuta msolidi ya umoja na Mungu, and God will come and join you na Mungu atakuja pamoja and make all of you one. na watie ndani ya umoja. Church, Kanisa,
does not matter what denomination you are. Haiangalie denomination yenye uko ndani. As long as you still believe in God the Father, Wakati ungali unaamini Mungu Baba, God the Son, and God the Holy Spirit, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, the true God, God of Abraham, Isaac, and Jacob, Mungu wa ukweli, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, we are brother and sisters. tuko wa dada na wakaka, We are one. tuko umoja, We have one God, tuko na Mungu moja, one faith, tuko na uamini moja, one creation, umoja ndani ya one baptism, batizo moja, and one God, the Almighty. na Mungu umoja, Mungu wa ukweli. We are one in Him. Tuko ndani ya umoja wake. Hallelujah. Amen. We are one in Him. Tuko ndani yake, ndani ya umoja wake. Verse 32. 32. Hear this. So the scribes said to him, "Well said, teacher. You have spoken the truth. For there is one God, and there is no other but He." Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala kuna mwingine ila yeye. Amen. But the problem is, Shida ni they confessed it, wanaiongea but they didn't believe it. lakini hawaiaminie. If they knew that there is one God, Bangelijua kwamba ni Mungu or if they knew mmoja, that God is one, kama bangelijua kwamba Mungu ni umoja, they could know that Jesus is in Him, wakajua kwamba Yesu Kristo niko ndani mwake, and they are too, they are in Him. na bote biko ndani yake, They couldn't destroy their brother Jesus. hawangeliweza kumuua Yesu Kristo, But they speak it by the word, lakini waliongea neno, but it was not coming deep in their heart. lakini neno haiku inatokea ndani ya mioyo yao. Church, we look like these hypocrites. Kanisa tunaonekana saa vile wajanja. We speak things that we say we believe, but they are not coming deep in our heart. Tunaongea kwamba sisi tunaamini lakini havitoke ndani ya mioyo yetu. We read the Bible, we quote the verses, we memorize the verses. Tunaongea, tunasoma Biblia, tunachukua mabiblia mkichwa, But lakini we don't allow the word to do His work in us. hatuachilie neno ifanye kazi ndani mwetu. John 1:1 say, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Yohana 1:1 inasema kwamba mwanzo Mungu alikuwa, And the Word was the Word was with God, na neno alikuwa Mungu, and the Word was God. na Mungu alikuwa neno. Hallelujah. Na hakuna kiliyoumbiwa bila neno. Amen. So how can I put God in me and stay the same? Je, unaweza kuwa na Mungu na Mungu yuko ndani mwako na unabakia jinsi uko? Sometimes people, they don't get what Jesus said. Mara mingi watu hawashike yenye Yesu alikuwa akisema, I will live in you, nitaishi ndani mwako and you in me. na wewe ndani mwangu. When you put this word in you, Wakati natii maneno ndani Christ, mwako, Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they integrate in you. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wote ndani mwako. You become one in Him. Unakuwa umoja ndani mwake. Why don't we do His will? Kwa nini hatufanyi mapenzi yake? God applied this attribute of one Mungu alifanya hii ndani ya umoja to connect and unify man with His divinity. kujikonekte na umoja ndani ya divine yake. Hallelujah. Amen. God wants us to be united in His divinity. Mungu alipenda tukue ndani ya umoja ndani ya divinite yake. I'm going to just give you, for the sake of time, 2 examples and I'll end from there. Patia example mbili. Amen. One. 1. Ya kwanza, Between Him and man. yeye katikati yake na mwanadamu. Hallelujah. Amen. Let's read Malachi chapter 2 verse 10. Malaki 2:10.
Hallelujah. Malachi is the last book in the Old Testament. Malaki ni kitabu ya mwisho ya Just close to Matthew. iko karibu ya Mathayo. Hear what the Bible says. Malaki 2:10 inasema, Have we not all one Father? Has not one God created us? Why do we deal treacherously with one another by profaning the covenant of the Father? Je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba sio mmoja tu? Basi naona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya haina, tukilianijisi agano la baba yetu. Amen. When we destroy or do anything bad to another person, Wakati tunaharibu wala tunafanya vibaya kwa mtu mwingine, we are profaning the covenant of God. tunajitosha ndani ya agano ya Bwana. Because we have one God and one creator. Kwa kuwa tuko na Mungu moja, Mungu aliyemuumbaji, And he is our Father for all of us. na ni baba yetu wote. Is God of white? Mungu ni Mungu wa wazungu? Is God of black? Ni Mungu wa wanwari? Is God of all Ni nations? Mungu wa watu yote? Is God of all Ni countries? Mungu wa mapei zote? And is God of the entire world? Na ni Mungu wa dunia mzima. Hallelujah. Amen. Let me bring the second example. Acha nilete example ya pili. I'm going to touch in marriage. Naenda kuatake mariage. I'm going to touch the marriage. Au naenda kuhusia ku mariage. Why marriage? Kwa nini mariage? There is no family without marriage. Hakuna familia bila mariage. There is no children without marriage. Hakuna watoto bila ndoa. There is no you and me without marriage. Hakuna mimi na wewe bila ndoa. Somehow marriage has happened so that you and me can be there. Hallelujah. Amen. Genesis Mwanzo chapter 2 and verse 24. Mwanzo 2:24. We are talking about the oneness of God. Tunaongea kuumoja wa Mungu. Chapter 24 says this. 24 inasema, Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hallelujah. If I and Pastor Betty are one, Kama mimi na Pastor Eve tuko umoja, and if the society agree and say those people are one, na societe ikakubali kasema ni umoja. hallelujah. Amen. Why is it difficult for us to agree that I and Pastor Betty and Diane, Mugisho, whatever, Aganze and all the saints are one? Kwa nini iko shida ya kusema mimi Pastor Eve, watumishi wa Mungu hapa, Diane, Aganze na wengine tuko umoja? And if we can agree that we can become one, Kama tunaweza tukaitika tunakuwa umoja, why is it difficult again to say, and now God the Father and the Son is with us and we are one? Kwa nini naweza kuwa shida ya kusema kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu pamoja na sisi tuko ndani ya umoja? If we can get that good news, Kama tunaweza tukapokea hiyo habari njema, it will change the way we see things, and it will change the way we're gonna face the thing to come. inaweza ikabadilisha njia zenye jinsi tunayoona vitu na vitu vyenye vinaenda kukuja. Unity is what the church need now, Umoja ni kitu chenye kanisa inahitajika sahihi, so that we can face the challenges that are coming. ili tuweze kuresiste vitu vyenye vinaenda kukuya. If you want the oneness with somebody and that person
united with you, kama unataka umoja na ule mtu mwenyewe hawezi akaungana na wewe, if that person alone, achana na huyo mtu. pray for him, Mwombee, pray for her, mwombee, seek to find somebody. tafutisha jinsi unaweza kupata. This is not the time you have to be alone. Hii haiko wakati ya kuishi peke. This is the time you need to start with people faith. Hii ni wakati wa kusimama na watu wa imani. Those who can see far. Watu wenyewe waweza kuangalia mbali. Those who can dream big. Wenyewe waweza kupata kujenga vitu vya hatari. And those who can have a big heart. Wenyewe waweza kuwa na roho ya kabambi. You know, people they can love things, they can be eager to do things, but they have a small heart. Watu wanaweza wakapenda wajifunze vitu lakini iko na roho kidogo. And when you have a small heart, wakati uko na roho kidogo, there is thing you can't tolerate. kuna vitu wenyewe usikatoree. There is thing you can't stand on. Kuna vitu wenyewe hawezi kusimama navyo. But we need people with big heart. Natajika watu wenye uko na roho ya kabambi. Somebody who's going to tolerate me with my mistakes. Mtu mwenyewe anaweza kunitorelea kwa vitu vyenyewe. Because we as human being, we can make mistake a day, every day. Wanadamu tunaweza tukafanya mistake kila wakati. And I need a person with big heart to sustain, to help me. Napenda mtu mwenye uko na roho ya kabambi mwenye kusimama na mimi. And be loyal to me. Aweze kuwa pamoja na mimi. And me loyal to him. Na mimi niweze kuwa or loyal to her. Niweze kuwa pamoja naye. And we stand together. Tusimame pamoja. Because when we'll decide to say no, wakati tunasema pana, I know that I have somebody who say no with me. Mimi najua kuna mwenye yuko anasema pana pamoja na mimi. Amen. And if we need to run, kama napenda kujifundisha, I have somebody we gonna run with. Kuna mtu mwenye takimbia naye. And if you need to hide, napenda kujificha, I have somebody we gonna hide with. Niko na mtu mwenye naweza kujificha naye. And be in the cave. Naweza kuwa ndani ya shimo. And we still encourage one another. Naanza kusaidiana. We still pray to with one another. Naendelea kuomba pamoja. Amen. Like the way David was in the cave. David alikuwa ndani. He was not alone. Hakukuwa peke. He was with people who agree with him. Alikuwa na watu wenyewe walikuwa ndani ya umoja. If you see example of David, ukiangalia mfano wa David and example of Elijah, na mfano wa Elijah, when he ran from Jezebel, wakati alikimbia Jezebel, for him was asking to die. Yeye alikuwa akiomba kifo. Because he was alone. Kwa kuwa alikuwa umoja. There was nobody there with him. Hakukuwa hata umoja alikuwa. To encourage him. To strengthen him, to stand on with him, to hold up his hand. But David, he has people with him. Can you kill the enemy? They shared. God has bring Saul before us. Kill him. Say no. Don't touch the anointing one. Amen. But the other one, kill me. She has killed all the prophets. And God said, no. Your eyes does not look well again. I'm still having more than 3,000 people. Hallelujah. That they are not bow down to bow. Amen. Why? In the difficult time, we need one another. Tell your neighbor, I need you. And you need me too. So we need one another this time. And God bless you. Hallelujah. Now, brothers and sisters, if you feel that word touches you, and you want to be in oneness with God, it won't just happen because you want. It will happen until you give your life to Christ. And if you want to give your life to Christ, repeat this word after me. Say, dear Lord, I confess all my sins.
And I'm giving my life to you. And accept you, Jesus, to be my personal Lord and Savior. Today I boldly confess that I am a born again Christian. I give my life to you, Lord. Remove my names from the book of the dead and write my names into the book of the living. And when you come to take the church, you may take me with them. And I will serve you for the rest of my life. If you just repeat that prayer, you are now a born again Christian. Now I will encourage you to join any base for a Christian church. The Holy Spirit will lead you and God will bless you. Now we're gonna pray just in a few 2 or 3 minutes, and God will bless all of us. Now you can start to lift up your voice wherever you are. We will pray for the offering, and we will pray also for the people who just accept Christ. Now let us first start to thank God and His Word. And if there is something new that you learn, pray and God will provide it for you. Heavenly Father, we say thank you because you're so good. We bless you, Adonai. We worship you because you're so good to us, Father. Here we stand again, Lord, before you in this holy place, in this tabernacle, God, that you made for us. We adore you, we bless you. We say thank you for the revelation that we just received today. Thank you for the Holy Spirit, God, that continue to inspire us and reveal things to us. Today, Lord, we see how far we are from you, God. We see, Lord, that we are running away, Lord, from oneness, from the unity that you need for the church, Lord. Today we pray, as we pray for our brothers and sisters who accept your name, Lord, we bless them and we pray, Lord, that you may make them to be one with you. We pray, Lord, for everything that we continue to do. We pray for the offering and for the people who are giving tonight. And as we repent also for all our sins, and we ask you to forgive us when we went astray, when we didn't do good things in the right way, the way it's supposed to be done, when we didn't stand in love, in unity, when, Lord, we didn't work and we are pleased with seeing the good that was happening, God. But for you, you are looking and seeking for the perfection, God. Today we pray and we repent and we cleanse ourselves with the precious blood of Jesus. We pray, Lord, that you may bring us close to you and give us, Lord, your love, your unity, God, that we may stand together. Come, Lord, and cleanse us, that we may be perfect before you, that we may do your will, your thing, God, in the perfect way, in the perfectness of God. Lord Jesus, you are the one who said, and you preach to the center and say that God is one, and we are one in you, and you are one with the Lord. That means we are one with you and with God the Father. Jesus, we pray that you may continue to give us this revelation and give us, Lord, that perfection faith, that we may stand together, perfection love, that we may love each other, each one of each other, Lord, in the true love, that we may have a perfection hope, that we may hope for what the Lord has said, what is written in this Bible. Father, we glorify your name. We pray for all the saints. We pray for all the saints, members of the Bridge Fellowship, that you may help us, God, to stand firm. This is our time. This is our moment. This is our season. This is our hour. We pray, Lord, that you may touch us and bring revival in our midst, that we may stand together, that we may be united, that we may pray and call heaven, and the gate of heaven opens, and the miracle and the wonders may happen, Lord. We pray for your protection. We pray for your mercy. We pray for your blessings. We pray for healing and the miracles to happen in our midst, Lord. Father, manifest yourself. Bring that revival in us. Revive our souls and mind. Those who have their spirit are dying, Father, revive them, Lord. Those who are soul dying, Father, revive them, Lord.
And those, Lord, who may be captive by the enemy, set them free. Revive them, Lord. Revive their souls. Take their soul from captivity and free the church. Revive Build the Bridge Fellowship. Revive this entire nation. Revive all your saints. Revive us, Lord. And let glory and honor be yours forever. We will praise you. We will worship you. We will glorify your name. We will spread the good news all over the world. We will spread the good news all over the world. And let your name be glorified. Let your name be praised because you're so good. Father, we bless you. Father, we glorify you. We say thank you because you're so perfect. Because you're so good to us. We bless you. Let your divinity, God, bring us together. Let us be united in your divinity, God, that we may do things as you want us to do and give you praise and honor. Strengthen us, God. Fill us with the power of the Holy Spirit. Set us free from the bondage and from the yoke of the enemy, Lord. Heal all the sick, Father, and increase us with the strength and the power of the Holy Spirit. Baptize us, Lord, with fire and with the Holy Spirit, that we may be one. Bring the spirit of time, the gift of time in the church, that we may speak in new tongues, that we may be filled with the Holy Spirit. We may pray in tongues, we may talk in tongues, we may walk in the Spirit and do things in the Spirit. Open our eyes, that we may see clear. Open our ears, that we may hear clearly and do exactly what you want us to do. Father, we say thank you because you hear our prayer. In Jesus' mighty name, let all the saints say, Amen. Build the Bridge Fellowship. Help to prepare your life for eternal life with the Lord. We pray for you and your family. Please come and visit us. Lift up your faith, my brothers and sisters, and see the mighty power of God. The Lord is able to open the door where there seems to be no way. The Lord will come and intervene in your situation, and He will change it from a blink of an eye. Trust God, believe in Him, and see the mighty power of God in your life. Come and join us and let us cross the bridge together. Here to Build the Bridge Fellowship, we help people like you to prepare your life for eternity with the Lord your God. Please come and join us. We fellowship together. We pray for you, for your family,
and for your loved ones. Come and visit us, and God bless you.